Bwana, habari njema kwa Young Africans. Ni habari nzuri kabisa kwa Young Africans. Bwana, Young Africans imetembelewa na mmiliki wa klabu ya Manchester United ya pale nchini England, Sir Jim Ratcliffe. Amewasili kwenye klabu ya Young Africans kwa mwaliko maalum na ameitembelea klabu ya Young Africans. Ameenda mpaka ametembea maeneo tofauti na kuoneshwa mafanikio ambayo amepata Young Africans kwa muda mrefu, lakini pia ametembezwa kwenye maeneo tofauti ya klabu ya Young Africans, ikiwemo kwenye ofisi za club, lakini pia kwenye ofisi zao mpya ambazo ziko pale Salamander Tower. Na huyu ni mmiliki mwenza wa familia ya Glathers pale kwenye kikosi cha Manchester United. Kumbuke Sir Jim Ratcliffe ni mtu ambaye amejiunga na amenunua hisa kwenye kikosi cha Manchester United msimu mwaka jana, mwaka 2020, na mchakato ulianza 2023 ukaja kumalizika mwaka 2024, na tayari amefika kwenye uongozi. Wamekutana na viongozi wa Young Africans ikiwemo Engineer Hersi Said. Of course mwaliko kwa ujumla ni mwaliko ambao aliupokea kutoka serikalini, lakini kuja kuzungumza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye masuala mbalimbali ya utalii na vitu vingine kama hivyo. Lakini Young Africans wameitumia kama fursa ya wao kuhakikisha kwamba wanaitumia Manchester United pia kujitangaza, au kuitumia Manchester United kufika kwenye level fulani. Na ukikutana na mtu kama Sir Jim Ratcliffe, maana yake inabidi uwe na uwezo wa kujieleza vizuri kwamba unahitaji nini, kwa sababu ni mtu tajiri, anamiliki vilabu vingi duniani. Anamiliki klabu ya OG Nice ya pale nchini Ufaransa, lakini pia ni mmiliki mwenza wa Manchester United. Maana yake ni mtu ambaye ukishirikiana naye vizuri ana uwezo wa kukuelekeza namna gani ambavyo unaweza kuiendesha timu yao na kufika mbali. Lakini pia ukumbuke rais wa Young Africans ni mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika. Maana yake kwa vyovyote ambavyo ingekuwa, ilikuwa lazima akutane na Engineer Hersi Said. Na hii ndio raha ya club kuwa na viongozi ambao ni wa juu zaidi kwenye mpira wa Afrika, kwa sababu hata wale viongozi wakubwa wa duniani wanavyokuja wanaichukulia hiyo timu kama ni sehemu ya fursa na sehemu ya kujitangaza zaidi. Maana yake yeye kwenda kukutana, yeye kama rais, kama mmiliki mwenza wa Manchester United, kukutana na mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika ni jambo kubwa sana. Watu wa kawaida mnaweza kuona kama ni jambo tu la kawaida ambalo linaweza kuja kwamba linaweza kuja na kupita na kuondoka, lakini Sir Jim Ratcliffe ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa sana duniani, ana ushawishi mkubwa sana barani Afrika. Nina uhakika vilabu kama Al Ahly, Zamalek, Wydad vinatamani kukutana na mtu kama Sir Jim Ratcliffe. Kwa hiyo kwa Young Africans ni faida kubwa sana. Labda viongozi wa Yanga washindwe kujiongeza, lakini kama watajiongeza vizuri, wana uwezo wa kupatiwa hata academy nzuri ya kisasa, au wanaweza kutengeneza mahusiano mazuri kati ya Yanga na Manchester United ambayo yana uwezo wa kudumu kwa muda mrefu zaidi. Wanaweza kutengeneza mahusiano ambayo yanaweza kuwasaidia Yanga hata kupeleka wachezaji wao kwenye trial, wachezaji wazuri kama Clement Mzize pengine kupelekwa Manchester United, lakini pia hata vijana wengine wengi kwenda Manchester United kufanya trial pale. Ni vitu mara nyingi huwa timu nyingi huwa zinafanya. Na hii ni fursa. Unajua tunavyozungumza mataifa kama Ivory Coast, mataifa kama Congo kufanikiwa zaidi kwenye michezo, wamefanikiwa kwenye maeneo haya, kwamba kuna wakati wanafutana na viongozi wakubwa kama hawa kwenye vilabu vikubwa duniani, wanaeleza changamoto zao na wanasaidiwa kutatua hizo changamoto. So Young Africans wamepata bahati ya kutembelewa na Sir Jim Ratcliffe. Huyu ni mtu mkubwa sana kwenye mpira, anamiliki vilabu vingi, anajua maana changamoto za uendeshaji wa vilabu, anajua faida ambazo zinapatikana kwenye vilabu kwa sababu anamiliki vilabu kadhaa. Nice ya pale Ufaransa ni timu kubwa sana barani Ulaya, ni timu ambayo ina historia kubwa sana kwenye mpira wa Ufaransa. Lakini pia Manchester United tunaijua dunia ni worldwide club ambayo ina mashabiki duniani kote, ni klabu ambayo hakuna mtu ambaye haifahamu Manchester United. So kwa Young Africans kukutana na mtu kama huyu, washindwe wao wenyewe kujieleza na kuikimbilia fursa, kwa sababu Sir Jim Ratcliffe ni mmoja ya viongozi waadilifu sana kwenye mpira wa miguu. Ni viongozi ambao wana heshima kubwa sana kwenye mpira wa miguu. So naamini kwamba atakuwa na uwezo wa kuwasaidia Yanga kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia niwapongeze Yanga kwa kuchungulia fursa. Huyu ni mtu ambaye ameletwa na serikali, lakini ana uwezo wa kuwasaidia Young Africans kwa sababu Young Africans wamejipenyeza pale na kwenda kukutana naye. Ni kitu kikubwa sana kwa Yanga na ni kitu ambacho kina uwezo wa kuwasaidia sana kwa kiasi kikubwa. So I believe kwamba
uwepo wake na kukutana kwake na viongozi wa Young Africans wanapaswa kuitumia ile kama fursa, na kama watashindwa kuitumia ile kama fursa kwao, itakuwa ni jambo moja la ajabu sana. Itakuwa ni jambo la ajabu kwa sababu kiongozi kama yule huwezi kukutana naye mara kwa mara. Lakini pia inawezekana umekutana naye leo uka maisha yako mengine yote usikutane naye, kwa sababu ni mtu ambaye huwezi kufika England ukamkuta tu ukakutana naye tu hovyo hovyo. Yaani huyu ni mtu ambaye ukikutana naye mara moja inabidi umalize shida zako zote, mtengeneze mahusiano ambayo yatasababisha nyie mkutane mara kwa mara. Simba wanapaswa kuona wivu, kwa sababu Yanga wanaona mbali. Yaani Yanga sio tu kwamba kuna kato na wakomesha TFF na bodi ya ligi, lakini Yanga ni timu kubwa, ni timu ambayo ina viongozi ambao wanachungulia sana fursa. Leo kutana na kiongozi wa Manchester United sio kitu kidogo she. Al Ahly wanatamani nafasi kama hii wanaikosa. Wydad, Mamelodi Sundowns wanatamani kupata nafasi kama hizi wanazikosa. Lakini timu kama Yanga wanapata nafasi kama hii, ni lazima wajipongeze. Lazima wawe proud wenyewe, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vinaweza kuwasaidia sana. Wanaweza kutengeneza mahusiano ambayo yanaweza kuifanya Young Africans kuwa brand kubwa baadaye. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Young Africans wametembelea upepo. Yaani hiki ambacho baada ya serikali kumwalika, wao wametumia kama fursa kwao na wamepenya pale. Yaani wanatengeneza mahusiano ambayo yanaweza kuwasaidia sana huko mbeleni. Tukubaliane tu, viongozi wa Young Africans wanaona mbali sana katika hili. Simba nao waangalie namna ambayo wanaweza kukutana naye na mambo yakayamaliza na mambo yakaenda vizuri kabisa.